Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Ni siku nyingine tena mtazamaji bora kabisa wa JMAT Online TV, kituo chako bora ambacho kinakuletea mambo mengi kutokea Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Tumekutana katika kipindi chetu bora, kipindi cha JMAT na jamii. Siku zote JMAT huiangazia jamii katika mambo mbalimbali yanayohusiana na amani na maridhiano kwa ujumla wake. Mimi ni mtangazaji wako Mohamed Makata, nikukaribisha leo ikiwa ni siku ambayo Mungu ametupa upendeleo binafsi kabisa wa kukutana na nyinyi hapo watazamaji wetu. Siku ya leo nimepata kwenda kumtembelea DCP Daktari Lazaro Mambosasa, mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi DPA. Leo kuna mengi tutakwenda kujua kutoka kwa mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi DCP Daktari Lazaro Mambosasa. Daktari, naam, habari za masiku? Ni njema kabisa. Habari za majukumu? Majukumu yanaendelea vizuri. Pole na kazi au hongera na kazi? Pole hatuipokei, tunapokea hongera na kazi. Ukikubali kupokea pole, maana yake umeelemewa na kazi. Hongera na kazi daktari. Asante sana. Daktari, tumekuja tuna mengi ambayo tunatamani kujua, lakini mojawapo ambao katika hayo tunawatamani kujua, tuna imani kwamba wewe ni mzalendo wa kweli kabisa. Kwanza kabisa nianze kabla ya kusema chochote kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ameendelea kutupa kibali cha kuishi, ndio kutupa uhai na maisha, na ndiye ametuwezesha hata tukakutana leo asubuhi. Sifa tunamrudishia yeye anayeendelea kutuwezesha. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nichukue fursa hii adhimu kuja kwenye swali lako hilo. Lakini kabla ya kufika huko, pia naomba nimshukuru mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania Afande Camillus Mongoso Wambura, ambaye ameniteua niendelee kuwa hapa. Na hata baada ya kustafu mwaka jana tarehe 25 mwezi wa kwanza, ni mwezi wa pili 2025, ni yeye aliyependekeza pia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuongezewa muda wa ziada wa miaka miwili. Niko hapa kwa ajili ya mkataba huo, na mwezi huu ndo namaliza mwaka wa kwanza ili niingie mwaka wa pili wa mwisho. Kwa hiyo namshukuru kipekee kwa sababu ndiye amenipa fursa ya kukaa hapa kama mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam. Mlezi wetu ni Mheshimiwa Mizengo Peter Kayanza, ambaye yeye ndio mlezi wetu wa JMAT. Lakini pia ana viongozi wengine ambao wanasaidiana naye katika hilo. Mimi ni mmoja kati ya wadhamini, ambaye mwenyekiti wangu ni Azim Dewji, ambaye ndio anatuongoza katika hilo. Kwa hiyo tumeendelea kuwa katika nafasi hiyo, na katika hilo niseme tu ni kujibu swali lako kwa nini mimi nilikubali kupokea nafasi hiyo ya kuwa sehemu ya bodi ya wadhamini. Ni kwanza sikuomba kuchaguliwa. Ni wanajumuiya wenyewe kwa vigezo walivyokuwa navyo, waliniona kulingana na namna ninavyoshirikiana na wananchi wa kada mbalimbali, naweza nikafaa kushirikiana na hiyo bodi ya wadhamini katika kutafuta resources za kuendeshea shughuli yetu hii. Na nilifanya kuteuliwa. Waliponiteua nilitaka kujua JMAT inadili na nini. Baadaye nilikuta JMAT ni muunganiko wa watu wa imani tofauti, makundi mbalimbali. Humo ndani tunawakuta viongozi wa dini, lakini humo ndani tunakuta wasomi, wakada mbalimbali. Humo ndani tunakuta wazee wetu wa kimila. Manake hilo ni kundi ambalo halina kada fulani ya watu, ni mchanganyiko wa watu mbalimbali. Tunakuta akina mama wako mle ndani. Kwa mfano Mheshimiwa Tulia Ackson Daktari ni miongoni mwa wanajumuiya ya maridhiano Tanzania. Lakini speaker mstaafu Ana Makina aliyekuwa speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miongoni wa viongozi wale
Mizengo Kaanza Pitapinda ambaye naye ni waziri mkuu mstaafu, ni miongoni mwa viongozi walioko katika kundi hili wakiwa walezi. Kwa hiyo nilivutika na aina ya watu waliomo, na niliona kuteuliwa kwangu ilikuwa ni heshima ambayo pengine sikustahili, lakini nilistahilishwa na watu walioniona wakati naendelea kushirikiana na jamii katika kazi mbalimbali. Kwa hiyo nilipokea hilo kama heshima niliyopewa. Unajua ukipewa heshima alafu ukatokea ukasema mimi sihitaji, watu wanakushangaa. Lakini nilienda kwenye dhima na madhumuni ya JaiMat, ambayo kimsingi JaiMat tulikuja kukuta kwamba kumbe ni Jumuiya ya Maridhiano Tanzania ambayo inaunganisha watu wa kada mbalimbali, ambayo malengo yake ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na tunu zake ambazo waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abedi Amani Karume walizianzisha, wakaleta muungano wa kuwaweka Watanzania pamoja. Na kwa sababu kundi hili linaendelea kupiga kampeni ya kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama, inaendelea kuwa tulivu, inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya shughuli za kiuchumi, niliona jumuiya hii inagusa kazi yangu. Kazi yangu mimi kama afisa wa polisi, kazi yangu mimi ni kuhangaika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Watu wetu wanaendelea kuwa salama. Lakini tunaondosha vikwazo vya kiuchumi. Kwa mfano pale ambapo kukiwa kwa mfano na vurugu, amani kakosekana, maana yake wananchi watashindwa kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Kwa hiyo niliona kabisa wanagusa kazi yangu ambayo dhima yangu ni kulinda maisha ya watu na mali zao. Kwa hiyo nilifurahi, nikaona kwamba kupitia sasa kwa viongozi hawa wa dini na mchanganyiko niliosema, tukiwapata hawa, maana yake ni viongozi wa waumini wanaoendelea kuamini. Na kwa sababu hiyo message yoyote ya kiusalama nikiipitisha huko, maana yake ninapeleka kampeni kupitia sasa kampeni ya kiroho. Mara nyingi sasa viongozi wa dini si tunaita hawa ni wanafanya doria ya kiroho. Na kwa sababu waumini wanaamini sana viongozi wao, kwa hiyo tuliona ni daraja zuri sana la kupitisha haya ambayo sisi tunayafanya kimwili, kuhakikisha kwamba tunafanya patrol au doria, nchi yetu iendelee kuwa salama kupitia makamanda wa polisi wa mikoa, lakini makamanda wa polisi wa vikosi na vyuo, wote tukabaki katika hiyo hali ya kuhakikisha kwamba tunachangia doria ya kimwili, lakini wenzetu wakachangie doria ya kiroho, kwamba usiibe ni dhambi, usimdhulumu mtu ni dhambi, usitende jambo lolote ambalo ni kinyume cha sheria ni dhambi. Kwa hiyo unakuta kwamba ile dhima ya jeshi la polisi inakwenda pamoja na dhima ya JaiMat. Ndio maana mimi nilikubali na nikafurahi kwamba ni heshima kubwa nimepewa kuwa miongoni mwa wachache walioonekana wanaweza kuwa kwenye timu hii muhimu. Inakuwa ugumu kiasi gani kufungamanisha na huku wewe ni mtu wa ulinzi na usalama ambao unafanya doria hii ya kawaida na kufungamanisha mitazamo na hawa ambao wanafanya doria ya kiroho? Kuna ugumu wote unaopitia? Sioni ugumu kwa sababu waasisi wetu wa taifa hili hawakujenga nchi kwa misingi ya kabila, dini, ukanda na mambo yoyote ambayo yanaweza kututenganisha. Misingi walioiweka ni ya kuhakikisha kwamba tunatangaza utanzania wetu. Tunawatangaza kwamba hii ni jamii ya Watanzania. Kwa hiyo kutokana na misingi hii sikuona tatizo lolote kufungamanisha hayo, kwa sababu tayari Tanzania tumefungamana katika hilo. Na tukiangalia huko tulikotoka, juhudi za watangulizi wetu waasisi wa nchi hii kama nilivyosema, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abedi Amani Karume walifanya kazi nzuri sana ya kuweka misingi ya kutanguliza utanzania badala ya kutanguliza ukabila, ukanda, udini na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mimi sikupata shida yoyote, kwa sababu ndio misingi tunayoishi wa Tanzania. Sisi hatupati faraja yoyote kumuona mtu anatangaza kabila lake. Mwalimu Nyerere aliwahi sema kabila lina maana gani zaidi ya kutambika. Kwa hiyo kabila si kitu cha kujivunia. Udini pia si kitu cha kujivunia. Na JaiMat imebeba hilo
kwamba tukikutana pale kuna mashehe, kuna mapadri, kuna wachungaji, kuna wazee wa mila na makundi ya wasomi. Mle ndani unakumbuka kuna wanasheria ambao wanatoka kwenye taasisi za serikali, TAKUKURU, wapi, jeshi la polisi nipo nawakilisha pale. Kwa hiyo hatuongelei habari ya makundi. Tunaongelea Utanzania, usalama wa nchi yetu, amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu, ili tuhakikishe kwamba nchi yetu inaendelea kuishi misingi ya waasisi wetu hao niliowataja. Wewe ni mdau mkubwa wa amani sana, ndio maana JMAT wakaona na wao pia wakupe nafasi katika ile bodi ya wadhamini. Kuna viongozi mbalimbali ambao wanaaminika kijamii, lakini wao wanapopata nafasi ya kuhubiri amani ama kushirikiana na vyombo vya habari ili kuhubiri amani, wao wanakuwa hawapi ushirikiano mzuri. Kwa mtazamo wako hawa unaonaje na? Kwa mtazamo wangu naona mtu ambaye hatoi ushirikiano atakuwa anapungukiwa na uzalendo. Kwa sababu uzalendo ndio unatufanya tupambane kama timu. Uzalendo ndio unatuunganisha pamoja. Lakini turudi kwenye misemo ya kizamani kabisa kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mnapoungana pamoja, alafu mkapeleka ajenda yenu kwa pamoja, ni rahisi kupokelewa, ni rahisi kuiishi, na misingi yenyewe tunaongelea swala la amani ya nchi yetu. Lakini kwa jeshi la polisi tuna slogan tunayoitumia au kauli mbiu ya kwamba nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni misingi ya mafanikio ya jeshi lenyewe. Lakini hilo unaweza kusema nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa mafanikio ya JMAT. Lakini unaweza kaendelea hivyo ukasema nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa maendeleo ya Tanzania. Palipo na nidhamu, pakao utendaji wa haki, mkatenda kwa weledi. Maana yake unapotenda kwa weledi hakuna kubabaisha, unatenda yale yanayotakiwa, na mwisho uadilifu. Vikiungana pamoja, basi mtakuta mnatengeneza nchi ambayo ndio matamanio ya kila Mtanzania, kwamba tuendelee kuwa na amani. Kumbuka tumeendelea kuitwa Tanzania ni kisiwa cha amani. Na amani hiyo haikuja hivi, ni uwekezaji uliofanyika. Kwa hiyo haya ndio yasema ambayo ni slogan ya jeshi la polisi, yanapaswa kupokelewa pia kwamba ni slogan ya Watanzania wote, kwa sababu kisha kuwa na nidhamu, utendaji wa nidhamu, alafu ukawa ni mtu wa kutenda haki, alafu ukatenda kwa weledi, alafu kukawa na uadilifu, lazima itakuwa ni msingi wa mafanikio wa kila idara. Kwa hiyo haya mimi nasema hayakunipa shida, kwa sababu yanaangukia pia kama nilivyosema kwenye dhima na madhumuni ya jeshi la polisi Tanzania ambayo ni kulinda maisha ya watu. Tunaelekea siku ya maridhiano duniani tarehe 4 ya mwezi wa 3, ambayo JMAT imeandaa kuadhimisha siku hiyo kule jijini Mwanza. Kwa upande wako umejiandaje? Mimi siku zote huwa niko na utayari wa kushiriki kwenye shughuli zote ambazo ninajua zina manufaa kwa Tanzania. Na katika hilo sina shida. Nitakachokifanya mimi siku zikaribia, nitamuomba afande IGP Camillus Mongoso Wambura, ambaye ndio amenifanya mimi niwepo hapa. Nitamuomba anipe ruksa kwenda Mwanza kushiriki kwenye tukio hili ambalo ni adhimu, ambalo linaendelea kupeleka message au linapeleka taarifa kwa umma wa Tanzania, madhumuni ya kundi hili, ambayo sasa kama tulivyosema ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongea lugha moja bila kuangalia tofauti zetu za makundi. Kwa hiyo na siku zote mimi ninapomwaga kwenye mambo ya msingi kama hili sijawahi pata kikwazo cha kutoshiriki. Kwa hiyo nina imani ataniruhusu, na akiniruhusu mimi nitashirikiana na wana JMAT kwenda Mwanza, kwa sababu hapa nina kazi maalum ambayo nimeweka kuifanya. Naendelea na training ya wanafunzi wa kozi za kitaaluma ambazo zimepata ithibati kule NACTVET, lakini pia ninashughulika na kozi za promotions. Sasa hivi nina kozi za maafisa
na wakaguzi wasaidizi. Maafisa ni wale wenye nyota 2 wanasomea ya 3. Alafu hawa wengine wanaosomea mkaguzi msaidizi wa polisi au assistant inspector ni vyeo chini ya hapo. Akiwa na sifa anapendekezwa anakuja hapa. Ninao tunaendelea nao. Kwa hiyo kutoka kwangu ni lazima niombe ruhusa ili niweze kushiriki kwenye tukio hilo adhimu. Kuna mifano ya viongozi wa kidini wengi. Mfano Daktari Sheikh Al-Hadi Musa Salim, yeye amekuwa ni kipaumbele kikubwa cha kupigania mambo haya ya mahusiano na amani kwa ujumla yake. Unawazungumziaje viongozi sampuli yake? Mimi viongozi wa design hiyo, kwanza mimi ninawaheshimu sana na ninaheshimu kazi zao pia. Lakini niseme tu kwamba viongozi ambao wanajitoa kwa sababu ya amani ya nchi hii, utulivu wa nchi hii, utendaji wa haki wa nchi hii, na kazi zote ambazo zinaendelea ambazo zinatuweka pamoja kama Watanzania, ni viongozi ambao wanastahili kupata heshima ya kipekee. Na kwa kweli Al-Hadi Musa Salim daktari ameendelea kuyafanya hayo kwa nguvu zake, mchana na usiku, hajachoka. Na hata mahali penye changamoto amekuwa ni mtu wa kukaa pamoja na wenzake kutafuta namna ya kutatua changamoto zilizopo mbele yetu ili JMAT iendelee kusonga mbele. Ikumbukwe yeye katika nafasi yake hiyo ameyafanya makubwa, kwa sababu sasa hivi tuko zaidi ya mikoa 26 ambayo sasa ina ofisi za JMAT nje ya makao makuu. Lakini ni juhudi zake hizo, maana yake ameendelea kupiga chapuo ili JMAT isije kabaki ni Dar es Salaam au makao makuu Dodoma, lakini ienee Tanzania nzima. Ni juhudi nzuri na kubwa za kuendelea kuhubiri amani, kuendelea kuhubiri utulivu wa nchi. Lakini tukiyafanya hayo, maana yake tunapigia chapuo nchi yetu kwa amani hiyo, kwa utulivu huo. Wawekezaji wataleta mitaji yao, kwa sababu wanajua mahali penye utulivu mtu mitaji yake akileta haiwezi kupotea. Lakini wananchi kukiwa kumetulia, tunapata hata ibada, tunapata hata muda wa kwenda kwenye ibada. Ni kweli kwamba nchi yetu haina dini, lakini watu wake wana dini. Lakini ni kwa usalama na utulivu watu wanapata nafasi ya kwenda kuabudu kwenye maeneo yao. Kwa hiyo haya yote yanafanyika kwa ajili ya msimamo wa viongozi wetu ambao wanaendelea kusimama na kuyafanya mazuri haya. Lakini tunaye mlezi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda ambaye ana heshima ya kipekee. Ni Waziri Mkuu mstaafu, lakini alipoalikwa kuwa mlezi wa kundi hili JMAT, kwa unyenyekevu wake alikubali kuwa mlezi na anaendelea kuilea JMAT vizuri sana. Na kwa kweli kila tunaposimama kwenye JMAT tunajivuna kuwa kwenye kundi lile. Sasa kundi lile haliki ubaguzi, linaalika watu wa Tanzania. Sifa yetu utanzania, kukaa pamoja kama Watanzania, tujivunie Tanzania yetu, tuilinde Tanzania yetu. Na sisi tumepata bahati ya kuikuta Tanzania kwa sababu waliotutangulia waliweka misingi mizuri. Na kwa kufanya hivyo, sisi ambao sasa tupo tuna deni hilo. Watanzania sasa tuna deni hilo la kuhakikisha kwamba Tanzania hii haikatiki mikononi mwetu. Tunaendelea kubaki nayo ili tulisishe kwa wengine. Tulisishwa na sisi tunatakiwa tuachie vizazi vinavyokuja waikute Tanzania ikiendelea kuwa hivi ilivyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akiweka kipaumbele sana juu ya masuala mazima ya kuitunza tunu ya amani ambayo tunayo katika nchi yetu. Sasa kwa kumalizia, hebu kwa kuungana naye juu ya hili, tukupe nafasi ya kusema na kada zote juu ya muktadha huu wa kuilinda na kuitunza tunu ya amani ambayo tunayo nchini kwetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi niseme tu kwamba kupitia hilo uliosema
Kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuipambania nchi hii, kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa na amani na utulivu. Yeye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Na kupitia hilo niendelee kualika Watanzania wote tuunganishe nguvu ya pamoja. Kama nilivyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tusiachie kundi dogo au kiongozi wa nchi na wale wanamsaidizi wake ndo akaongelea swala la amani peke yao. Watanzania wote tuone kwamba ni wanufaika wa amani na utulivu wa nchi yetu. Kama kuna jambo halijaenda vizuri, zipo taratibu za kufuata. Mtu ametendewa ndivyo sivyo, anapaswa kwenda kulalamika ili vyombo vyenye mamlaka ya kutoa haki na kwa nchi yetu ni mahakama, basi viweze kuchukua jukumu hilo la kufanya hivyo. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kuitunza Tanzania yetu. Tukizunguka kwingine huko, majirani zetu wanatamani sana tulivyo Tanzania, lakini hawajapata bahati hiyo, na wengine wangetamani Tanzania yetu naye ingie kwenye shida ambazo kimsingi sisi hatuna shida hizo. Kwa hiyo niombe wa Tanzania wote tupende kuwa wazalendo, tuipende nchi yetu, tutunze rasilimali za taifa tulizonazo, tulizikuta na zinatamaniwa sana na majirani na sehemu nyingine, ili sisi tukizitunza zitaendelea kupaza uchumi wa nchi yetu. Kumbukeni, tuna madini, tuna mbuga za wanyama, tuna mambo mengi ya kipekee sana ambayo yapo hapa nchini ambayo kwingine ni story. Na kwa mfano Tanzania tumejaliwa kuwa na kito ya madini ya Tanzanite ambayo haipatikani popote ulimwenguni. Ni baraka za nchi hii. Lakini ukienda Serengeti ukikutana na mbuga za wanyama kule pamoja na jirani kule Ngorongoro, unaona Tanzania ina kitu cha kipekee sana ambacho ulimwengu unasafiri kuja kuona na kushangaa.